Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nawasalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, naomba nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, manake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, naomba nikukaribishe ulipokee neno la Mungu, uliruhusu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni mfululizo wa masomo katika waraka kwa Waebrania. Na hii ni somo la 42 linalotoka katika sura ya 12 mstari wa 15 mpaka 17. Na kichwa cha somo ni kutokuthamini neema ya Mungu, au ni onyo kuhusu kutokuthamini neema ya Mungu. Ndugu mtazamaji, hili ni onyo la 5 katika kitabu cha Waebrania. Kwa namna tulivyokuwa tunajifunza, tumepitia maonyo 4 na hili ni la 5. Na tiririko wa somo letu itakuwa kama ufuatavyo. Kwanza tutasoma kifungu cha maneno kinachohusu somo hili ambalo ni Waebrania sura ya 12 mstari wa 15 mpaka 17. Baada ya hapo tutaangalia utangulizi mfupi, na baada ya utangulizi tutaingia kwenye kuchambua somo mstari kwa mstari, kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 17. Na katika uchambuzi wetu tutakuwa tunaangalia maana ya mwandishi aliyokuwa nayo au aliyokuwa anawaeleza au Wakristo wa Kiebrania, na vile vile ni somo gani au kitu gani tunaweza kujifunza. Kwa hiyo hebu tuanze kwa kusoma kifungu cha maneno kinachohusu somo la leo. Waebrania sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Tasoma. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi wa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu, kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mnajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kurithi baraka alikataliwa. Katika mabano inasema maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Hiki ndio kifungu cha maneno ambacho tutakitumia kwa somo la leo. Sasa katika utangulizi tuangalie kujikumbusha kidogo yale ambayo tumepitia. Mwandishi amekuwa akiwahimiza wasomaji wake kukimbia kwa uvumilivu ile mbio iliwekwa mbele yao. Hii ilianzia katika mstari wa sura ya 12 mstari wa kwanza, alipotuambia kwamba tuache au tutue mizigo yote na kuondoa vikwazo ili tuweze kuipiga mbio kwa ufanisi. Kwa hiyo anawaambia wanatakiwa kuwa wavumilivu katika kuipiga hii mbio na kuvumilia nidhamu ya upendo wa Mungu inayokupitia majaribu na mateso, badala ya kukata tamaa na kuacha mbio. Vile vile amewaonyesha na sisi pia kwamba kila mmoja wetu ana jukumu la kumsaidia mwenzake aweze kumaliza hii mbio. Na kwa maneno mengine anasema kama kanisa tuna jukumu la kusaidiana kushinda vikwazo vyote tunavyokutana navyo, ili wote tufanikishe mbio zetu. Kwa hiyo katika onyo hili mwandishi kwanza kabisa anazungumza na uongozi wa kanisa kuhusu wajibu wao wa kutenda kwa manufaa ya mwili wa Kristo kwa ujumla wake. Anaomba uongozi usiruhusu mtu yeyote kanisani kuipungukia neema ya Mungu. Ndio maneno tuliyoanza nayo, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Kanisa linapaswa kulinda mwili kwa bidii na kuhakikisha kuna mtu ambaye anakosa neema ya Mungu.
Kwa maneno mengine, tunapaswa kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayepuuza neema ya Mungu, hakuna mtu anayepuuza wokovu wake, na hakuna mtu anayepuuza yote yatokanayo na wokovu. Na ndugu mtazamaji, hutakiwi kuwa mkamilifu kiroho kabla ya kumsaidia ndugu yako ambaye unamuona anaanguka kwenye dhambi. Unachotakiwa kuwa nacho ni kwamba wewe mwenyewe uwe unatembea na Mungu na unakabiliana na kila dhambi inayojitokeza katika maisha yako. Hilo tu linatosha kukuwezesha wewe, ukimwona mwenzako anaanguka kwenye dhambi, mkaribie, kuwa karibu naye na umsaidie asimame na kusonga mbele. Kwa hiyo kanisa litakuwa na afya ikiwa kila mshirika aliye wa kiroho atasaidia kuwarejesha wale ambao wana lega na kuanza kuacha kukimbia mbio ya imani. Kwa hiyo kazini yetu sote, hatuwezi kuachia wazee au wachungaji. Na tusisahau kwamba msaada wa kiroho huwa una ufanisi zaidi unapotiririka kupitia mahusiano ya upendo yaliyoko katika jumuiya. Kwa hivyo hakikisha unakuwa wa msaada kwa wale washirika wanaokuzunguka, walio karibu nawe. Una jukumu la kuwatia moyo na kuwaimarisha washirika wengine walio karibu nawe ambao wanaweza kuwa katika hatari ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hiki. Kwa hiyo tuna jukumu kama kanisa kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaipungukia neema ya Mungu. Sasa tuende moja kwa moja kwenye mstari wa 15. Mstari wa 15 kama tulivyosoma unasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengine wakati wa unajisi na hilo. Kwa hiyo mstari wa 15 ni kuipungukia neema ya Mungu. Mwandishi wetu kama kawaida yake ana wasiwasi kuhusu wasomaji wake wa kwanza tuliona Wakristo wa Kiebrania ambao walikuwa wanaacha imani ya Kristo na kurudi kwenye dini yao ya Kiyahudi kwa sababu ya tishio la mateso. Sasa anatoa onyo kuhusu kanisa, kuhusu mambo yanayoweza kufanya watu waache kukimbia mbio ya imani. Na jambo la kwanza kabisa ni kule kuipungukia neema ya Mungu, au kwa maneno mengine kutoithamini neema ya Mungu. Anatukumbusha kwamba tumeokolewa kwa neema, na ni kwa neema hiyo hiyo tutatembea au tutakimbia au tutaweza kumfikia Mungu. Kwa hiyo isifike kipindi fulani tukae idharau neema ya Mungu ambayo ndio iliyotuokoa. Kwa hiyo kupungukia neema ya Mungu kuna maana ya kupunguza mwendo katika mbio na kuachwa nyuma kiasi cha kushindwa hizo mbio. Unaanza mbio zako vizuri, unapunguza mwendo mpaka inakuwa dhahiri kwamba hutamaliza, au unafika mahali unaacha kabisa. Ni kuanguka nyuma kiasi cha kujitenga na mashindano, unakuwa haumo tena katika mashindano. Kwa hiyo huu sio upungufu fulani mkubwa katika maisha ya Kikristo, bali ni hatima mbaya kabisa. Ina maana umeacha, umekata tamaa, umejitoa. Ndio kuipungukia neema kama anavyosema hapa. Kwa hiyo onyo hili hasa lilikuwa limeelekezwa kwa wale Waebrania ambao kama tulivyoona hapo awali walikuwa wanatoka kabisa kwenye kanisa na kurudi hekaluni kuendelea na mambo yao ya zamani. Watu hao walikuwa wameipungukia neema ya Mungu. Kama tulivyoona katika sura ya 4, Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, neema ya Mungu inapatikana kila wakati ili ituwezeshe
kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tatizo ni kwamba baadhi yetu hatupokei na kuitumia vizuri neema ya Mungu. Baadhi ya watu kwenye kanisa la Waebrania, kama tulivyoona sasa kwenye maonyo yale yaliyopita, hasa onyo la 3 ambalo lilikuwa sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6 na onyo la 4 katika sura ya 10 mstari wa 26 mpaka 31. Hawa ndugu walikuwa wanadai wameokolewa, lakini mioyo yao ilikuwa haijawahi kuonyesha mabadiliko yoyote. Yaani wako hivyo kama walivyokuwa kabla. Sasa hii ni dhahiri kwamba wamepokea neema lakini wameshindwa kuitumia ipasavyo. Kwa kuwa walisikia neno la Mungu, mioyo yao ikafunguka kwa wakati huo, neema ikaingia, lakini hawakuendelea kufanya au kuonyesha mabadiliko. Sasa mwandishi anaonya kwamba wana hatari ya kuwa kama wana wa Israeli kule jangwani, tuliona katika sura ya 4. Ingawa wote walikuwa wametoka utumwani Misri, si wote walifika katika nchi ya ahadi. Wengi walianguka jangwani. Unaweza ukaikumbuka, iko katika sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18. Kwa hiyo basi neema ipo kwa kila mtu, lakini kuna watu wanaipungukia, hawawezi kuitumia ipasavyo. Kwa hiyo mwandishi, kama somo letu kwetu sisi, anasema tuangalie sana watu ndani ya kanisa wanaozingatia matendo na wala si neema ya Mungu katika Kristo. Watu wa aina hii huwa upenda kujipongeza wao ni bora kuliko wale wasiofuata sheria na desturi za kidini. Utawaona tu. Tuwakumbushe kwamba njia pekee ya wokovu ni kupokea neema ya Mungu iliyotolewa msalabani ili tusaidie kutembea naye. Tusitegemee nguvu zetu wenyewe. Jambo kuu ni kwamba hakikisha wewe na mtu yeyote unayemjua haipunguki neema ya Mungu kwa kuamini matendo au wema wake mwenyewe. Kwa kifupi, kwa kutegemea nguvu yake mwenyewe. Tunataka kila mtu katika kanisa aamini neema ya Mungu katika Yesu Kristo kama tumaini la pekee la kumfikisha mbinguni. Na hakuna jingine zaidi ya hilo. Kwa hiyo katika hatua tunazokuwa nazo katika maisha ya Kristo, tujichunge kwanza sisi wenyewe, tusije tukaingiwa na kiburi cha uzima tukaona tuna nguvu sasa ya kujipenda wenyewe kupiga hii mbio mpaka mbinguni. Lakini vile vile tuangalie na wenzetu wasio kaanguka kwenye mtego huo wa kutegemea nguvu zao wenyewe badala ya neema ya Mungu kupitia Bwana wetu Yesu. Mstari wa 15b anasema kitu kingine kinachoweza kupunguza mbio zetu au kutuangusha kabisa ni kitu kinaitwa shina la uchungu. Mwandishi anasema hawa watu waipungukikana neema ya Mungu wanaweza kuwa shina la uchungu lichipualo na kuwasumbua wengi. Hapa mwandishi anatoa picha fulani ya mti wenye sumu unaochipuka na kukua na kuleta uharibifu mwingi. Wazo hili limeelezwa na Musa katika Kumbukumbu ya Torati sura ya 29 mstari wa 18b, na linahusu mtu au watu wanaomwacha Mungu na kugeukia miungu ya mataifa mengine. Ndio ilivyokuwa imeanza. Kwa kifupi ni kuasi Mungu kwa namna hii kunakoanza na watu wachache na kukua na kuambukiza wengi. Kuna watu walikuwa waridhiki na Mungu wao aliyewatoa Misri, wakaanza kutaka kuabudu miungu mingine, na hicho kitu kikawaambukiza wengi, likawa kundi kubwa la waasi. Na watu hao sasa ndio wanakuwa
shina la uchungu. Kwa hiyo shina la uchungu lina maana hasa ya mtu mwenye uchungu kanisani, ambaye amemwacha Mungu na ataishia kuwasumbua na kuwatia unajisi wengi kama hatadhibitiwa. Kwa hiyo msisitizo hapa iko swala la kudhibiti. Maana shina ni unalifahamu, kama hata kwenye bustani linapochipuka mmea au shina ambalo halitakiwi, inabidi liondolewa mapema kabla halijaweka mizizi mikubwa. Kwa hiyo kwa mfano kanisani, huenda kuna mtu ambaye hapendi jinsi Mungu wa kweli anavyomtendea. Huenda ikawa anapitia majaribu na mateso kama tuliona kwenye somo lililopita, na Mungu anaona kama Mungu hakuna jitihada ya Mungu kumkomboa na matatizo yake. Badala ya kujisalimisha chini ya nidhamu ya Mungu, anakuwa anazidi kuwa na uchungu na kulalamika, akifikiri kwamba mimi sistahili kutendewa hivi na Mungu. Anaanza kujitutumua kwamba after all, baada ya yote niliyomfanyia Mungu, sistahili kutendewa hivi. Sasa akitokea mtu mwingine akamwambia kwamba mimi nimejaribu Mungu wa mtume fulani kule na amenisaidia, mtu huyu alikuwa anayeteseka ataamua kutoka kanisani kufuatana na yule bwana ili aone kama atapata msaada. Na anapofanya uamuzi huo, sio tu kwamba anaharibu mwendo wake mwenyewe, bali ana uwezo wa kuwavuta wengine wamfuate vile vile. Ndio maana mwandishi anasema mtu huyu ni shina la uchungu linalochipuka na kuwanajisi wengi. Kuna watu watamfuata kwa Mungu wa mtume huyu au Mungu sijui wapi, lakini anakuwa ametoka kanisani, anakuwa ameacha kumtegemea na kumwamini Mungu wa kweli. Na kwa hiyo watu anaokwenda nao na vile vile anawageuza mbali na Mungu. Hasa wakati wa majaribu, hii kitu au hili jambo linaweza kutokea. Kama mshirika wa kanisa, unawajibika kuhakikisha kwamba hakuna shina la uchungu ambalo matokeo yake ni wengi kutiwa unajisi. Kwa maana nyingine, tusiruhusu watu kama hao ndani ya kanisa. Tuangalie sana watu ambao wameipungukia neema ya Mungu. Ndio mwandishi anavyosema kwenye mstari wa 15. Na wakati wa kuandika waraka huu, tatizo ambalo lilikuwa kwenye kanisa la Waebrania kama tulivyoona, ilikuwa ni watu ambao walikuwa wanapata machungu kutokana na mateso na majaribu yaliyokuwa yanaendelea katika jamii. Lakini katika siku zetu mapambano na majaribu ni tofauti, lakini matokeo ni yale yale, uchungu. Tunakuwa na uchungu kutokana na hali zetu. Tunashindwa na kujihurumia na kukata tamaa, na tunatoa visingizio mbalimbali kuhalalisha tabia zetu au maamuzi ambayo tunafanya. Na katika mchakato huo tunakuwa mashina ya uchungu. Unapoanza kulalamika na kuacha kumpata Yesu au kumtegemea Mungu, unavuta wengine katika kanisa, na kwa hiyo unawanajisi na unakuwa shina la uchungu. Na katika labda matatizo yetu, unaweza ukawaambukiza wale wanaokuzunguka tu, lakini tumeona wakati mwingine anguko lako linaweza kuwa kubwa zaidi na likawagusa watu wengi ndani ya kanisa. Kwa hiyo mwandishi anachosisitiza hapa, tuangalie sana, tuhakikishe kwamba watu kama hawa wanaondolewa kwenye kusanyiko mapema iwezekanavyo. Mstari wa 16 mwandishi anazungumzia kwamba asiwepo mwasherati au mtu asiyemcha Mungu
kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo tunaweza kuacha mbio vile vile kama tunajihusisha na uasherati na uzinzi. Mwasherati ni mtu anayejihusisha na ngono haramu. Kwa hiyo ni mpotovu wa maadili, asiye mwaminifu katika ndoa vile vile. Kibiblia ndoa ni picha ya uhusiano wa Mungu na watu wake. Na kwa hiyo uasherati ni kuvunja uhusiano huu na kumwacha Mungu. Unaweza ukasoma, limetumiwa kwa maana hii katika Kutoka sura ya 34 mstari wa 15 na mpaka 17, Kumbukumbu ya Torati mstari wa 31 sura ya 31 mstari wa 16. Uasherati na uzinzi ndani ya kanisa haunajisi tu wale wanaohusika, bali pia kanisa zima ikiwa hautadhibitiwa. Na ndani ya Biblia kuna mchakato mzuri katika Mathayo 18 mstari wa 15 mpaka 18, namna ya kuwashughulikia watu wanaoanguka kwenye dhambi hii. Tunaanza kwa kuwatoa au kupitia toba ya kweli. Lakini wakinapopinga majaribio haya, wanapokataa kutubu na kurudi kwenye kundi, inabidi waondolewe kanisani. Kwa hiyo sawa na alivyosema mwandishi wetu kwamba tuangalie kabisa kwamba shina la uchungu lisije likachipuka, hawa vile vile inabidi waondolewe. Iko vile vile katika Wakorinto ya kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Hivi mwandishi anaagiza kanisa zima, angalieni asiwepo mwasherati ndani ya kanisa. Kwa hiyo ili sio la kujadili sana. Mtu kama huyo kama akikataa kutubu aondolewe. Aina nyingine inaweza kuathiri mbio zetu na ambayo mwandishi ameweka ni ile hali ya kutomcha Mungu, kama Esau aliyeuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa chakula kimoja au mlo mmoja. Esau alionyesha dharau ya wazi kwa neema ya Mungu iliyokuja kwake kupitia haki ya mzaliwa wa kwanza. Haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa inampa Esau urithi wa ahadi za Mungu kupitia Ibrahimu, ambazo ziko katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3, ambapo Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba nitakubariki na dunia nzima au ulimwengu mzima utabarikiwa kupitia kwako. Kwa hiyo mwanawe Isaka alirithi ahadi hizo, na ili Esau kama mzaliwa wa kwanza angerithi hizo ahadi. Na mpaka wakati wa Esau hakuna ahadi hata moja iliyokuwa imetimizwa. Kwa hiyo zilikuwa zinapaswa kurithiwa kwa imani. Lakini Esau hakuthamini ahadi za Mungu na akaamua kuziuza kwa gharama ya mlo mmoja. Unaweza ukasoma kwenye Mwanzo sura ya 25 mstari wa 34. Kwa hiyo mwandishi ametumia mfano wa Esau kama mfano wa mtu asiyemcha Mungu. Mtu asiyemcha Mungu ni yule mtu ambaye hathamini ahadi za Mungu, hazipi umaana wowote. Ahadi za Mungu ni za kiroho kama tulivyoona katika sura ya 11. Kwa hiyo Esau alidharau mambo ya kiroho na ya Mungu na kutanguliza mambo ya kimwili na ya kidunia. Kwa hiyo mwandishi anatuambia na sisi kupitia hii barua kwa Waebrania kwamba tusidharau neema ya Mungu au thamani ya Kristo na msamaha wa dhambi na uzima wa milele tulivyovipata. Hivi ni vitu vya thamani sana kuliko
tunayoita mafanikio ya duniani, sijui pesa, cheo, nini hivi tulivyo navyo, uzima wa milele, msamaha wa dhambi, tuvione ni vya thamani. Ndio kilichomwangusha Esau. Ahadi za Mungu kwamba kupitia yeye, kwa kuwa amerithi kwa babu yake, dunia nzima ingebarikiwa, aliona sio kitu cha maana. Yeye akaona kutimiza au kuganga njaa kwa mlo mmoja ni kitu cha maana zaidi. Huko ni kutomcha Mungu. Na kiuhalisia kutomcha Mungu ni kudharau ahadi zake za uzima wa milele. Kwa hiyo tusifanye mioyo yetu migumu. Tumeiona hiyo katika sura ya 4 vile vile, hadi kufikia hatua ambapo hatuwezi kuthamini Mungu tena. Na hili linapotokeza, huwezi kuchukia dhambi tena, huwezi kutubu, na huwezi kupokea msamaha tena. Shetani anatujaribu wakati wote tufuate ulimwengu na mambo yake, na tupuze roho zetu na umilele. Kwa hiyo kuna ushindani kila siku. Watu wanaona dunia inavuta kuliko ahadi za Mungu na neema ya Mungu kwa ujumla wake. Na kama anavyosema mwandishi hapa, tukifuata njia hiyo tutaishia kuacha hizi mbio zetu na kushindwa kwa ujumla. Tumalizie kwa kuangalia mstari wa 17 ambao unazungumzia kutafuta baraka bila kumtamani Mungu. Esau baada ya kupoteza sio kupoteza kwa namna ya kutojua, baada ya kuuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza, aligeuka baada ya muda akautaka tena. Lakini hapa neno la Mungu linasema hata alipotaka baadaye kuirithi baraka hakuweza. Baraka hii aliyokuwa anaitaka ni ile ya mzaliwa wa kwanza ambayo aliiuza. Aliamua kuuza haki yake, na ingawa baadaye aliitafuta baraka hii kwa machozi, hakuweza kubadilisha uamuzi huu. Hii unaweza kuona kwenye Mwanzo sura ya 27 mstari wa 25 mpaka 40. Machozi ya Esau hayakuwa machozi ya toba juu ya ubaya wa dhambi aliyotenda, ila yalikuwa ni machozi ya majuto kwa ajili ya kukosa haki ya uzaliwa wa kwanza, au haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo hakuwa anatubia dhambi ambayo ameifanya, hakuwa anaumizwa na dhambi au na ubaya aliyomfanyia Mungu. Alikuwa analia kwa sababu amekosa hiyo haki ya uzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Esau hakuwa akitafuta toba kwa machozi, alikuwa akitafuta baraka kwa machozi. Kwa maneno mengine, hakujuta dhambi yake ya kumdharau Mungu, alijuta kwamba hakupata baraka. Kwa maneno mengine, hakuweza kujali kumtafuta Mungu kwa furaha ya kumjua Mungu. Alitaka tu kile ambacho Mungu angeweza kumpa ili kuyafanya maisha yake ya hapa yawe ya kufurahisha zaidi. Ndio kilichokuwa kinamtoa machozi, kwamba amekosa uzaliwa wa kwanza na vitu vinavyoambatana navyo, hasa vya hapa duniani. Unajua, licha ya ahadi za Mungu, kuna vitu fulani katika urithi ambavyo mzaliwa wa kwanza alikuwa anapata, na labda hivyo ndio vilikuwa vinamtoa machozi na sio dhambi aliyokuwa amemfanyia Mungu. Kwa hiyo hili ni onyo kwa kanisa la Kiebrania na kwetu sisi. Esau ilikuwa ni mfano kwao wa mtu aliyedharau baraka za Mungu na mwisho kuzikosa. Kwa hiyo Waebrania wakidharau hali yao ya kuwa Wakristo na kurudi kwenye dini ya Kiyahudi, watakuwa wamejiweka mahali pagumu pa kuasi na kukosa baraka za Mungu. Na wakiamua hivyo, wanaweza kukuta kwamba hakuna njia ya kubadilisha uamuzi huo. Kuona nafasi ya kutubu kwao ni kuwa na hali ngumu kiasi ambacho hawawezi kutubu tena. Tumeona hii katika sura ya 6 mstari wa 6.
unafikia kiwango cha kufanya moyo wako mgumu kwamba huwezi kutubu tena. Na ndio ilimtokea Esau. Na hii ilikuwa ni onyo kwa Wakristo wa Kiebrania ambao walikuwa wanaamua kuondoka kanisani na kurudi kwenye hekalu, kwamba wana hatari ya kufikia mahali ambako hawawezi kutubu tena, na kwa hiyo watapoteza kila kitu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe ni mmojawapo wa watu ambao hawajamwamini Yesu, hawajamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuomba utafakari kwa makini ujumbe wa somo la leo. Ujumbe huu kwa ujumla wake ni kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa wote. Ni wewe tu kufungua moyo wako na kuipokea. Na kama umeamini, naomba tuombe pamoja sala ifuatayo. Bwana Yesu, nimelisikia neno kuhusu neema ya Mungu itokayo kwako. Nakiri mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu na kuomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ufute jina langu kutoka kitabu cha mauti na kuliandika kwenye kitabu cha uzima. Na kuomba uniongoze milele. Naomba haya yote kwa jina lako tukufu. Amen.